Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kwa kupekulia kurasa kwa hili. Kutokana na changamoto wanafunzi kutembea umbali mrefu kutoka kijiji cha Lomgasa kwenda shule sekondari Kilombero, wakazi wa kata ya Lomgasa, halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, wameshukuru serikali kuwajengea shule ya sekondari Singiro ambayo imesaidia kupunguza idadi ya utoro kwa wanafunzi. Wakizungumza na Kurasa kwa nyakati tofauti, baadhi ya wazazi na walezi wamesema kuna wakati walilazimika kuingia gharama za kuwapangishia vyumba karibu na shule, jambo ambalo lilipelekea watoto wengi wa kike kukatiza masomo kutokana na kubeba ujauzito. Lakini kwa sasa wanaishukuru serikali kwa kusikia kilio chao hicho cha muda mrefu. Hivyo watoto kutembea kwa miguu kutoka Lomgasa mpaka Kilombero moja ilikuwa inawapa shida sana, hususani katika swala la ufaulu. Tuliona pia watoto wengi wa kike walikuwa wakamilishi ndoto zao. Tuliamua kupanga kwa sababu ya umbali na kila siku watoto wanachelewa kwenda shuleni, kwa sababu wengine wazazi hatuna uwezo wa kununua baisikeli. Kwa watoto wa kike napo palikuwa na madhara vile vile, kwa sababu kisha mpangishia chumba tayari kule wewe mzazi uko huku, yeye yuko kule, unakuta ni mke wa mtu. Kabla ya mwaka 2022 kurudi nyuma, wanafunzi walikuwa wanaenda mpaka 100 chumba kimoja cha darasa. Kwa hiyo kulikuwa na mrundikano mkubwa, na hivyo ufanisi hata ufundishaji ulikuwa mgumu, lakini kwa sasa kuna ufanisi mkubwa katika ufundishaji. Tulikuwa na shule sekondari moja. Leo tuna sekondari ngapi? 4. 3 zinafanya kazi na 4 ndio tunaendelea kuifanyia utekelezaji. Tuendelee na Kurasa. Wananchi wa mtaa wa Mbezi Beach B, kata ya Kawe, jijini Dar es Salaam, wamepata furaha baada ya kumalizika kwa ujenzi wa daraja ambalo lilikuwa likihitajika kwa muda mrefu. Wakazi wa eneo hilo wameiambia Kurasa kuwa walikuwa wakikumbwa na changamoto kubwa ya kuvuka mto, hali ambayo ilisababisha usumbufu mkubwa kwa shughuli za kila siku na usafiri. Tayari tumeshaanza kutengenezewa vivuko, ambapo sasa hivi tulipata milioni 50 kwa ajili ya daraja la Chifu Angaya, ambayo na lenyewe liko katika hatua za mwisho, na baada ya daraja hili yapo madaraja mengine kama 2 ambayo nayo pia yako kwenye mpango mzima wa kutengenezwa. Tunashukuru kwa sababu serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia wametujengea daraja ndani ya fedha za ndani tunasema za manispaa, kwa sababu daraja imetengenezwa kwa mradi wa TARURA, na TARURA wanadini na barabara za ndani. Sasa kwa kufanya hivyo, kwanza ameenda kutusaidia sisi kuweza kufanya shughuli za kila siku za mwananchi, kwa sababu anasema ili uchumi ukue lazima miundombinu kae sawa. Kwa serikali imetusaidia kama ambavyo mnaona kufikiana na mama hapa, lakini sasa kwa namna moja au nyingine of course imewasaidia wapita njia, sio mimi imewasaidia wanaopita, lakini mimi tayari kwangu ni athari kama ambavyo mnaona hapa. Sasa maji yote yatakuwa yanakwenda pembezoni mwa ukuta wangu mimi. Tumalizie Kurasa kwa hili. Kijana mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa mtaa wa Kaozi mjini Sumbawanga, ambaye kwa sasa anaishi katika hali ya ulemavu na maradhi ya muda mrefu, ameomba msaada wa matibabu. Kijana huyo ameeleza kuwa baada ya kuugua hali yake ya kiafya ilizidi kudhoofika, huku familia yake ikihangaika kumpeleka hospitalini. Hata hivyo, ugumu wa maisha umepelekea kushindwa kupata matibabu sahihi na ya kina hadi leo. Ugonjwa ambao umekuwa ukinisumbua tangu muda mrefu ni ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri umeanza kunisumbua tangu mwaka 2019. Na mwisho wa siku niliamua kwenda hospitali. Baada ya kwenda hospitali wakanifanyia vipimo na walinielekeza madhara yake. Yaani hadi naona aibu kwa jamii inayonizunguka, maana utakuta muda mwingine nakuta hana maji, anafua, mpaka naona aibu kwa sababu msaada wote hamna, ni mimi tu nizunguke huko nje nimfulie nguo. Kwa naona aibu hata kwa jamii wanaonizunguka. Mimi msaada wangu wa Tanzania, naombeni tu mnisaidie ili nione kama Dani atapona bawasiri alionayo. Kama Mwenyezi Mungu atamsaidia atakuwa mzima, na mimi kama mwenyekiti tawashawishi na watu wengine na wadau wa aina mbalimbali apatiwe atamtaji. Na tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa.
Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.